Tulie. Sawa? Haki zenu mtapata. Tumeelewana? Basi ofisi ibaki yenyewe kama ilivyo. Kwa sababu kama hamna haki, basi ofisi ibaki hivyo hivyo. Tufanyeni kitu ambacho Mungu anaweza kutusaidia katika maisha yetu. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika kata ya Kiutu kwenye kitongoji cha Naurei. Asubuhi ya leo imejitokeza taharuki katika maeneo haya kwenye ofisi ya mtendaji wa kata baada ya wananchi ambao ni wanufaika wa TASAF kuandamana katika ofisi hii. Lengo kubwa zaidi ni kutokana na kile ambacho wanaeleza kwamba hawajapewa fedha zao za TASAF, lakini pia wakimlalamikia mtendaji wa kata hii pamoja na wasaidizi wake kwamba wamekuwa chanzo cha kero katika kata hii za mara kwa mara, kwa sababu pia hawahudumii wananchi kwa wakati. Na hapa wanaeleza zaidi. Hatuna imani na ofisi ya kata. Kuna mambo ambayo kupanda, lakini tutaeleza na ofisi ya kata hatuna imani nayo vile vile. Sababu ofisi ya kata inaongozwa na mtendaji wa kata. Sasa ile cabinet yote hiyo hatuna imani nayo. Sababu kuna watu ambao wanaingia kwenye ofisi yake ambao tujua hatuchagua wala hatuchagua na wananchi, lakini wako ndio viongozi wanasimama mbele yetu kuchukua ile TASAF sufai ndio wanakuwa mbele yetu. Na kuna station iliyoko pale ambayo yani siri zote za ofisi zinafanyika pale. Afisa mtendaji wa kata na ile cabinet yake Zawadi na ile mwingine anaitwa nani? Sebeni nani mwingine ile? Luka dia wala watatu wale. Hata tena kuona katika ofisi yetu sisi hapa. Anatuzumbisha mno. Naombeni mniamini au hamniamini? Basi mimi nawaombeni. Sasa kama muamini wa mtu yeyote, naombeni basi mniamini. Nilifanyia hili kazi. Nawaombeni kabisa kwa unyenyekevu mkubwa. Kama nilivyowaomba mje mfanye kazi, mmefanya kazi. Siku ya kwanza si hatakuwa na vifaa jamani. Lakini si baadaye nikaleta. Hebu nawaombeni kwa unyenyekevu mkubwa. Kwa siku ya leo mpaka sasa hivi, hebu naombeni tufanyie kazi basi. Naliombeni sana. Na mimi nitawarudia nyie hawa. Sawa jamani? Na mimi ili niweze na mimi nipate majibu kutoka ngazi za juu. Ni saa 6 na dakika 1. Unajua Mheshimiwa, naombeni wananchi niwaambie kitu kimoja. Naweza nikawaambia mpaka sasa hivi kule halmashauri unajua kila mtu ana bosi wa juu na mwingine, si ndio? Kwa hiyo nimewaomba kwamba hata kama itafika saa 7 ninawarudia. Nikipewa jibu saa 7 na dakika 1, nikipewa saa 6 na dakika 30, mimi nitawarudia pia nyie. Kusaga na wananchi. Niliyekuwa naongea naye pale ni wageni kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, watu wa mazingira. Walikuja kwa sababu tuna mambo ya usafi tunafanya hapa ambao ni mashindano. Sasa wale wageni wamekuja kwa ajili ya kujua maeneo yetu. Wala Lulu hakuwepo kule. Na Lulu ni mjumbe tu wa halmashauri ya kijiji na mimi nilimkuta ni CMC. Na waliomchagua walikuwa ni wananchi. Lakini ni kwamba sisi ni wanufaika wa TASAF. Kwa sababu sisi ni wanufaika wa TASAF, kuna hela waliosema watatukata kwa ajili ya ujenzi wa barabara za vijijini. Sasa baada ya kusema watatukata, walituambia watatukata baada ya miezi 3. Kwa sababu watafute watu wakuja kujenga zile barabara ili ijulikane kwamba ni wanufaika wa TASAF wamefanyaje, wamefanya ile kazi. Sasa na sisi wananchi wakatuita kwenye vikao tukakubaliana kwamba hivi sisi wanufaika wa TASAF tufanye wenyewe, kwa sababu kuna baadhi wenye nguvu za kufanya, japokuwa na wale wazee tutawabeba hivyo tutafanya ile kazi, watukate ile hela. Sasa walivyokubaliana na sisi wakasema watatukata ile hela, imefika ule wakati hela bado inakatwa pale. Tumeshafanya kazi siku 10, ambapo zile za siku 10 tunatakiwa tulipo tofauti na nini na TASAF, kwa sababu ile si tumeshakatwa na tumekubaliana na hilo jambo la kukatwa. Kwa hiyo tulivyomaliza hizi siku 10 walikuwa wanatakiwa watulipe ile ya siku 10 kama ile ya siku 10, lakini walisema watachanganya na zote tulizokuwa tunakatwa, kwa sababu tumekubali kufanya wenyewe. Kwa hiyo tutakatwa zote pamoja na zipi na zile tulizofanya. Lakini cha kushangaza, juzi tumetumiwa hela. Kwa mfano mtu kama mimi niliyekuwa nachukua hela TASAF nilikuwa natumiwa shilingi 54,000, lakini cha kushikitisha nimekatwa sasa hivi natumiwa shilingi 30,000, shilingi 20,000
22 au 23. Haya, wengine wamekatwa kabisa, hamna mtu aliyepata hata mmoja, ni sifuri. Na ukifika kwenye sifuri kuambia mbona ni sifuri, unalazimishwa kupiga nini? Saini, wanaondoka. Sasa kwa sababu leo tumemaliza siku zetu 10, kuna hela tulizokatwa nyuma, kuna hela tulizokatwa TASAF tukaambiwa ni mradi wa barabara. Tunaomba turudishiwe hela zetu zote, turejeshwe tulizokatwa, turejeshwe tulizofanya kazi, watupigie mara miezi 4. Kama mimi nimekatwa shilingi, kila siku natumia shilingi 23,000, upige ni shingapi wamenikata kwenye 54, mpaka ikawa ni hivyo mara miezi 4. Pamoja na nilizofanya kazi shilingi 30,000 zichanganyikwe mahali pamoja. Warudishe zile hela zetu kwa wakati, kwa leo, ili tuweze kunufaika na ile hela, tuweze kuifanyia kitu, kwa sababu kuna vikundi tuliambiwa tujengeshe vikundi wana TASAF ili baadaye tuje tuonyeshe tulichokifanya ni kipi. Lakini hatujapata mwalimu wa kuja kutufundisha hivyo vikundi, hatujapata ushirikiano wote kuhusu hivyo vikundi. Tunaishia tu kuambiwa kaeni wenyewe, tutakuja, kaeni wenyewe, tunakuja. Hakuna aliyekuja yote. Kwa hiyo kwa sababu kuna mtu mwenye kikundi chake aliyekuwa ameanzisha kile kikundi chake, ana miezi kadhaa hajaingiza kule, ni kile kidogo anachokipata ndo anaingiza wapi? Kule. Kwa hiyo sasa hivi natakiwa watupe ile haki yetu, tukusanye zile haki zetu. Kama ni vile kundi tunavyoviendeleza, tuviendeleze. Kwa nini leo tunafika tunaambiwa nendeni mkaandikishe akaunti? Hizo akaunti usiku unaambiwa, asubuhi uandikishe akaunti. Unaanzia wapi, unamalizia wapi? Kwa hiyo sisi tulichokuwa tunakitaka ni haki zetu tu. Hapana, ile hatukupewa kama mikopo, hatukupewa kama nini. Ni wale wenye vima vya chini, wale ambao hawajiwezi, walioko chini ndo wakapewa zile hela za TASAF. Kwa hiyo baada ya sisi kupewa, wakaambiwa wale wenye nguvu ndo tuje tufanye ile kazi, kwa sababu tutasaidia na hao wazee tufanye kazi, tupelekane hivyo ili tuweze kupata nini? Zile haki zetu. Sasa hapo, kwa sababu sisi hatujaelewa na elimu ya kwetu ni ndogo, hakuna aliyetuchukua akatuweka kwenye akili, akatuweka kwenye nani semina, tukakaa chini tukajua kwamba sisi sio wakandarasi au sisi sio viongozi, ni sio nani wa kujenga barabara. Hapo ndo tulipokosea, kwa sababu sisi wenyewe hatuna elimu. Lakini tungekuwa tuna elimu, tungeingia hii, tungekubali, tungekataa hichi kitu, lakini elimu hatuna. Ndio hawa ndugu zetu huko kwenye kata ndio wangetakiwa watupe elimu. Hapana jamani, hawa kwa sababu ni wanufaika, wana shida 1 2 3, hawa wanatakiwa wasaidike tu, sio wakandarasi hawa. Lakini hawatupi ushirikiano. Huo ushirikiano unaupatia wapi ili upewe elimu? Ni kazi ambayo nafikiri kabisa kwamba hata kama mtu akipita pale, kweli inaonyesha kwamba mlikuwa na moyo wa kufanya. Kwa taarifa za mwenyekiti alizonipatia sasa hivi ofisini kwangu, amenieleza kwamba kwa siku ya jana amepata ujumbe kwamba leo atafika mtu kutoka ofisi ya halmashauri kuja kuwasajili ili muweze kulipwa fedha zenu. Tenda ambalo, nisikilizeni jamani, tenda ambalo wengi wenu hamkubaliani nalo. Ndio nasema wengi wenu hamkubaliani nalo. Nikamwambia mwenyekiti, maana sikujua kwamba mnamuita mwandishi wa habari, kwamba basi naomba kwamba nizungumze na hao wananchi, niwasiliane na watu wa halmashauri wale wanaohusiana na masuala ya TASAF ili tuzungumze pamoja na wao, kwa sababu wao hawana taarifa kama jinsi ambavyo mimi sikuwa na taarifa. Ndio nimepata kwa muda, ndio maana nimesema kwamba nitoke nizungumze na ninyi, niwaombe kwamba nimuite afisa anayeshughulika na masuala ya TASAF tupate kumsikiliza ili atueleze haya mambo yamekaa kwa namna gani. Si ndio jamani? Si ndio? Kwa sababu si wao ndio wanaohusika na utaratibu huo. Iko ni utaratibu moja tu. Hapana, nani anahusika? Mwenyekiti. Ngoja. Labda mwenyekiti aongee. Mwenyekiti. Jumla Irumbe, mwenyekiti wa kitongoji cha Emaya, ambacho ni kipande cha kijiji cha Naurei. Mimi ninachosikitika zaidi, hao watu wameanza siku 10 zilizopita kazi zao. Swala la TASAF, project ya TASAF. Kama TASAF ina utaratibu wake, ni kweli. Afisa maendeleo lazima awe na taarifa, nani mtendaji wa kata ana taarifa. Kama ana taarifa project ya TASAF ipo katika kata yake, katika kijiji pia, kwa nini huyu wa TASAF hadi leo hajawapa watu haki zao? Maana ina maana account ilishafunguliwa tarehe 10 na material ikiwa inaletwa ina account yake, lakini kwa nini account ya wananchi kulipwa fedha zao hakuna? Kuna watu watatu ambao ndio wanaotuvuruga kwenye kata yetu. Moja, mtendaji wa kata ndiye. Alafu kuna afisa maendeleo
alafu kuna afisa kilimo, ambao hao wote ni kutuvuruga, kutuchonganisha na wananchi wakati mwingine. Swala la TASAFU limekuwa na ukiritimba mkubwa sana kwa wananchi. Wanachukua watu ambao hawastahili. Wengine wana familia zao, ni watu wenye uwezo wao, wanaacha wale wajane, wazee na yatima. Watu wenye makazi ya kudumu ndio wanaochukua TASAFU. Tukalalamika, lakini baada ya ile taarifa kutoka, kuna jinsi ambavyo alifuata ule mwandishi wa habari akabinya ile taarifa. Kwa hiyo taarifa ikawa imetoka nusu, ikawa imeachwa vile. Lakini hapo kuhusu TASAFU, wengi waliolalamika kwamba wanapewa TASAFU lakini haziwafikii kwa wakati. Mtu anakuja anasainishwa, anaambiwa njoo saini hapa, lakini pesa hapati. Mwandishi wa habari wa wananchi, kinachonisikitisha cha kwanza, majina ya watu ambao wazazi wetu wamekatwa. Kupata hizo hela ni ngumu kwa sasa. Akiwapo babu yangu Mzee Mesuli, mama yangu Neema amekatwa, na watu wengine wanapewa hela. Inachonisikitisha ni kwamba watu wengine hiyo hela baada ya TASAFU kupewa hela wanaondokaga. Wakishaondoka anakuja mtu mwingine, zinachukua ile hela ndani, zinaendaga wapi? Leo hawataki watoke watuambie. Sasa leo wanatuzimishaje kwamba hela ziko wapi? Josephina Elia, tangu nimeandikishwa TASAFU nimeshapokea hela kidogo, baadaye walikuja wakakata kabisa hizo hela. Naambiwa tu saini, nakuta tu karatasi ni sufuri imeandikwa. Napewa tu hiyo karatasi napeleka wapi? Nilikuwa nalima barabara kule. Nabeba mawe na mchanga, tunatengeneza barabara. Tuliambiwa tutalipa shilingi 3,000. Mbona mikoa mingine wanalipa shilingi 5,000? Kwa nini si tulipo tofauti na mikoa mingine? Unafanya kazi kwanza. Ndio sisi tunafanya. Ndio hivyo tuliambiwa kwamba tufanye kazi, ndio eti tutarudishwa zile hela ambazo tulikuwa tumekatwa, ambayo tulikuwa tumeandikiwa sufuri. Sasa tukaambiwa tukifanya kazi tunapewa ile ya kazi siku 10 inajumlishwa na zile ambazo tumekatwa. Lakini mpaka sasa hivi kuna wachache wamerushiwa hela, wamekatwa vile vile, wamepewa kidogo, wengine 10,000, wengine 20, wale walikuwa wanapokea 50,000 anapewa 20. Sisi ambao tulikuwa tunapokea hela kidogo ndio imekatwa moja kwa moja. Tumeandikiwa tu sufuri, zinaenda wapi? Kwa Jonas Lotiliza. Ni balozi wa area hii. Sasa wao kina mama wanafagia hivi, wana maana kwamba hii ofisi imewakera. Kwa hiyo watu wote wa hizo ofisi watoke kwenye hiyo ofisi. Ndio maana wanapofagia hivi. Iwekwe makufuli, alafu ndio waendelee na shughuli zao. Kwa hiyo ndio sababu hao kina mama amechukua fagio, wanafagia uwanja huu. Ili kusudi watu hataki ile uozo wa zamani. Ndio inaendelea kwenye hii. Kwamba wanawafuta wale watendaji wote, tunataka wafutwe. Maana wanamuumiza nani? Huyu mwenyekiti mpya. Huyu mwenyekiti mpya anapata shida kwa sababu wale watendaji wa zamani. Kwa hiyo mkurugenzi sijui anafanya nini, tumeshapeleka malalamiko lakini hawatusikilizi. Kwa hizi ni hasira za wakifagia hasira inapungua. Inapungua na wale watu hawataki kwenye ofisi hii hapa. Na watu wakiendelea kungangania kama wamefagia hivi kinatokea nini? Ina madhara yake. Ni laana. Kwa sababu wananyimwa haki yao. Wanaweza wakapatwa na vitu vibaya. Kama nini? Unajua laana, huwezi kujua, maana unaweza ukatembea ukavunja mguu. Lakini hujui kama imetokana na nini. Au ukapata matatizo nyumbani kwako, hujui kwamba ni midomo ya watu. Kwa hiyo midomo ya watu ina shida sana. Kwa hiyo kufagia hapa ni kuacha laana. Hiyo ofisi ifungwe. Na hii laana inawakuta nani na nani? Wote waliopo ofisini? Wote ambao watendaji ambao hawashirikia hao kina mama vipasavyo. Wapi haki yao? Wewe kama balozi unaona madai yao yana haki na kama yana haki kabisa. Yana haki. Lakini kuna watu wanasulumu watu hapa. Shida kubwa ni nini? Shida kubwa watendaji wa ofisi hawashirikiani na wananchi. Sasa huyu mwenyekiti mpya ambaye tumempata ndiye anapata shida na wananchi. Kwa hiyo kwenye hii laana mwenyekiti mpya haimkuti. Hayuko. Kwani wameongea kwamba mkute fulani na fulani? Haongei. Hataji mtu. Sasa inamlokaje huyu mwingine na mkuta? Itampata hata wewe baba yako akikunuia vibaya, inakupata lakini hutajua. Kwa hiyo sasa hapa wakishafagia wanapeleka wapi uchafu? Wanamwaga. Kama jinsi utakavyo baraka atakulani. Si unakufa? Unafanyaje? Unajimbia ardhini. Ndio hivyo. Na kwa nini wanaofagia ni wamama peke yao?
kina mama ndio tunawapa nguvu, kwa sababu ndio wazazi wetu. Hata kama ni mke wako, ni mzazi wako, kwa sababu yeye ndio wanawake ndio wametuzaa sisi. Kwa hiyo tunaheshimu sana wakina mama. Na ili kutengua hii laana sasa nitakiwa wafanyaje watendaji? Watendaji waje waombe wakina mama au wawape washughulikie matatizo yao. Wakati tunaibua mradi tulielekezwa kwamba tutakuwa tunafanya kazi kwa ajili ya kulipwa ujira kwa masaa 4. Tuliambiwa hicho kitu. Mradi umekuja, tumeanza kufanya. Utaratibu uko namna hii. Tunafanya kazi siku 10. Ile fomu ambayo mmejaziwa kwa muda wa siku 10 inaletwa halmashauri. Tunaingiza kwenye mfumo kwa zile siku ambazo mtu amehudhuria. Kama ameenda 10 itajazwa 10. Kama amekuja 6 kati ya zile 10 itajazwa 6. Malipo yake yanafanyika na lile dirisha la malipo la kawaida. Sio kwamba kuna hela zimekaa pale mfukoni zinasubiri tumalize siku 10 alafu ziletwe. Kazi tumeanza mwezi wa ngapi? Tumeanza mwezi huu wa ngapi? Labda nirudi nyuma kidogo. Naona kuna kitu hatuelewani. Labda nirudi nyuma kidogo kwamba hii kazi imeanzia wapi? Kuna lalamiko hapa kwamba kuna watu wanapata 0. Kwenye ile karatasi ya malipo kama kuna mtu ana ile risiti, kuna sehemu inaonyesha ruzuku ya msingi na ruzuku ya masharti. Ruzuku ya masharti ni ile kama una mtoto anaenda shule au anaenda kliniki. Kuna 10,000 inaonekanaga pale, wengine 2,000, wengine kulingana na idadi ya watoto ulionao. Lakini kama mtu hana, ana ile 24,000 peke yake. Si ndio iko hivyo? Sasa iliyotoka hapo kwenye ile risiti kwa ajili ya hii kazi ni ile ruzuku ya msingi ambayo unatakiwa ufanye kazi ulipwe ndio ije ingie pale kwenye ile nini ruzuku ya msingi. Ndio maana unaona kuna anayepokea 0 ni yule aliyekuwa anapokea 24,000 hana wategemezi. Anayepokea chini ya hiyo 24 labda 19 kama ilivyokuwa anasema mjumbe mmoja, wengine 10, wengine mpaka 4,000 ni yule anawategemezi kulingana na idadi yake. Kwa hiyo hii kazi tunayofanya sasa hivi, hizo siku 10 zinaenda kuingia pale kwenye ile ruzuku ya msingi ambayo ilipelekea wengine wakawa wanapata 0.